Moingami malamu balinga kapona mbozite, balinga kapona bizalini yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka nguya oyo etondi motema. Amjambo wapendwa, wapendelevu wa group Maranatha. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Leo neno la Mungu litaletwa kwenu na mie mama Dodo Furaha Bashokwire kutoka Malawi Palilongwe. Niko mambo ya group Maranatha Jesus Comes Soon. Mbele tuanze kuzungumza juu ya neno la Mungu, tutashukuru kwanza. Tunasema asante mtakatifu kwa kuwa umetujalia neema juu ya neema kuwa tena mbele zako kwa saa kama na hii. Tunakurudishia sifa na shukrani kwa kuwa umetulinda, tumelala vizuri, tumeamka vizuri. Tunasema asante Baba. Endelea kuonekana kwa upande wetu, endelea kuonekana kwa pamoja nasi. Tuzungumze yanayokuwa mapenzi yako. Uwe pamoja nasi, uanze nasi Baba na kumaliza nasi. Jina lako litukuzwe na liinuliwe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tutasoma neno la Mungu. Sijetu ya leo yenye tutazungumzia leo inasema umoja waleta nguvu. Tutasoma Mwanzo sura ya 11 na mstari wa 6. Tutasoma tena Zaburi 133. Mwanzo sura ya 11 na mstari wa 6. Hapa tutakutana ni wakati yenye watu walipendaka wafanye mnara wa Babeli. Wakapenda wafanye mnara wa Babeli. Sasa yenye liniinterese hapa nikakutana gisi neno la Mungu inasema hawa watu walikuwa wanapenda wajenge mnara wa Babeli. Wanasema bote walikuwa na lugha moja. Walikuwa napatana lugha moja. Walikuwa nasema lugha moja na walikuwa na nia moja. Sijetu ya leo nasema umoja waleta nguvu. Inataka kutonesha wakati batu biko na banapatana biko na nia moja na muko nasema mamoja, mutakuwa na nguvu. Wakati muko na nia moja mbenye muko nafanya na muko nasema meme langage, ile projet muko nafanya na pasha réussir. Ni mfano ya hawa watu benye balipendaka kufanya kujenga mnara wa Babeli. Ile projet ilijuaka réussir, ilijuaka presque réussir, ni juu balikuwaka na nia moja na balikuwaka nasema mamoja. Hapa inataka kutonesha kama watu uko na nia moja na muko nasema mamoja, kila kitu yenye munapenda kufanya inapaswa kufanyikiwa. Inapaswa kufanyikiwa juu muko na nia moja na muko nasema mamoja. Tunakia kutana mfano mujamaa. Ukikuwa mujamaa yenye batu biko na nia moja na bote wanasemaka mamoja, unakuta ni majamaa yenye inaendelea. Lakini jamaa yenye batu habana nia moja na habasemake mamoja, unakuta ni jamaa yenye haiwezi endelea. Ndio vile tutaangalia tena mu Zaburi sura ya 133 gisi neno la Mungu linasema, tazama gisi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Manake kuko gisi muteze kala pamoja lakini na hamuko kwa umoja. Munaikala pamoja na hamuko kwa umoja. Wakati munaikala pamoja na hamuko kwa umoja, pale hakuna kitu muteza fanya ninaendeka. Ni juu muko pamoja lakini hamuko kwa umoja. Muteza kwa mfamie moya na hamupatani. Huyu anasema hivi, mwingine anaisikia gisi nyingine. Huyu akisema hivi, mwingine anaisikia gisi nyingine. Ndio nakutana hamupatani. Lakini neno la Mungu linasema gisi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Juu umoja ndio inaletaka nguvu. Kwenye hakuna umoja hamwezi kuwa na nguvu. Jamaa yenye haina umoja haiwezi kuwa na maendeleo. Jamaa yenye haina umoja haiwezi fanya kitu ya mzuri yenye itaonekana juu kila mtu kuna pinga mwingine. Sasa huyu analeta hii wazo tufanye hivi, mwingine anasema hapana, hatutafanya vile, umwe tufanye hivi na hivi.
Jo tunakia kutana mfano hapa batu benye balikuwa na fanya mnara wa Babeli, wakati yenye proje yabo likia haribika ni wakati yenye habakusema tena habakusema tena lugha moja, habakupatana tena masemi. Manake kama watu hawapatane masemi, hakuna kitu yenye mteza fanya na inaendeka. Hata mkwe jamaa moya, hata mkwe grupe moya, hata mkwe societe moya, kama kila muko na hamuseme tena meme langage, manake kila mtu uko na contredire mwenzake, hakuna kitu mteza fanya inaendeka. Lakini wakati munaikala muko nasema, muko ni bote munasema mamoja na muko na nia moja, meme objectif na meme langage, kila kitu munawaza kufanya inapashwa indeka. Jo vile neno la Mungu linatuonesha ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Wakati ndugu wanakaa pamoja na kwa umoja, tunaona hapa Zaburi 133, jo wakati baraka za Mungu zinashuka, zinakuya zinafika pale juu, muko pamoja na muko kwa umoja. Lakini wakati muko pamoja na hamuko kwa umoja, hamwezi pata baraka za Mungu. Hamwezi kupata baraka za Mungu wakati muko pamoja lakini hamuko kwa umoja. Jo vile neno la Mungu linatuambia. Tutakiangalia nini inaletaka ile muko pamoja na hamuko kwa umoja, ni kukosa upendo. Wakati muko pamoja na hamuko kwa umoja, ni wakati yenye katikati yenu kunakosa upendo. Wakati munakosa upendo, amwezi kuwa pamoja na kwa umoja. Chuki deja ishaingi. Kwenye kuko chuki, umoja inapaswa kuwa haiko tena. Kukosa upendo. Ingine ya pili iteza tuma watu wanaikala pamoja na hawako kwa umoja, ni kukosa msamaha. Kukosa roho ya msamaha. Kama mwenzako alikukoseaka, hata kushapita masiku, wewe ushakafungia tu ile kuro, ushakatala kumsamehe, ile teza tuma munaikala pamoja lakini hamuko kwa umoja. Uteza kuta watu wanaikala nyumba moya, famie moya, lakini hawasemishanaki. Nyumba moya, famie moya, grupe moya, societe moya, lakini hamupatanaki. Juu ya nini? Umoya shaka katala haezi samehe mwenzake. Wakati msamaha inakosekana musosiete, wakati msamaha inakosekana mufamii, njo unakuta watu wanaikala pamoja lakini hawako kwa umoja. Lakini neno la Mungu linatuonesha jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Wakati ndugu wanakaa pamoja kwa umoja, ndio baraka za Mungu zinashukaka na kila mtu anaprofite kule baraka ya Mungu. Lakini wakati munaikala pamoja na hamuko kwa umoja, mutarate baraka zenye Mungu alikuwa anabatayarishia. Juu ya nini? Mulikosa umoja gisi yenu ya kuishi. Tunakiangalia ingine sababu ya ine inatumaka batu wanaikala pamoja lakini na hawako kwa umoja. Ukisha kuta mtu mwenye ye anajipendeleaka tu yeye. Manake mtu mwenye anajipendeleaka tu yeye, anaonaka tu faida yake, haonaki faida ya wengine. Muteza kuwa muko mugrupe ya batu, muko swate mufamii, swate muko musosiete, swate muko sijue munini, lakini katikati yenu muko bale batu benye bo banonaka tu faida yabo, hawaonaki faida ya wengine. Ile nayo iteza kuwa sababu ya watu kuikala pamoja lakini na hawatakuwa kwa umoja. Wakati we uko naangalia faida yako tu, hauko naangalia faida ya wengine. Kama watu wanaikala pamoja kwa umoja, unapashwa angalia faida ya wengine. Kama uko mujama kwa mfano, unajua shibote tunaangalilia, tuseme kwa mfano kui mukate moya. Hautapenda wewe peke kukamate kipande ya mukate uikule wewe peke, na unajua kama bengine kama 5 nabo bangali. Kama uko nafanya ile tabia ya kujipendelea wewe kwanza, haukumbuke faida ya wengine,
pale hamwezi ikala pamoja na kwa umoja. Kusudi mwikale pamoja kwa umoja, unapasha kumbuka faida yako na faida ya wengine. Unapasha kumbuka gisi wepe unapenda wakutendee na utendee wengine. Utaziona mtu ye muko mu societe, muko mu famille, ye anapendaka ye bamufanyie mema, lakini ye haizifanyiana mema. Unakutana ile nayo itaweza kuwa chanzo ya watu kukaa pamoja na hawako kwa umoja. Wakati uko napenda wewe bakufanyie mema, lakini wewe hauwezi fanyia mwingine mema. Wako naangalia faida yako wewe peke, lakini hauko naangalia faida ya wengine. Ile ndio itaweza kuwa chanzo ya kutuma watu wanaikala pamoja na hawako kwa umoja. Neno la Mungu linatuonesha kama ndugu wakae pamoja kwa umoja, maana umoja ndio inaletaka nguvu. Kwenye hakuna umoja hakwezi kuwa nguvu. Utakia kutana famie yenye batu wanaishi kwa umoja, watu wanaishi pamoja na kwa umoja, utakutana jamaa yenye watu wanaishi pamoja na kwa umoja ni jamaa yenye inaendeleaka. Jamaa yenye watu wanaishi pamoja na kwa umoja ni jamaa yenye iko na maendeleo. Grupe yenye watu wanaishi pamoja na kwa umoja ni grupe yenye iko na maendeleo. Ile maendeleo itakuwa mkila kitu mnafanya juu nini tatuma ile maendeleo nakuwa juu muko kwanza na nia moja. Muko na nia moja na muko nasema mamoja. Hakuna wa kukontredire mwenzake. Huko saa utaweza kontredire mwingine, ndio haiko juu kupenda kumudetruire, lakini utaweza mkontredire muoneshe hapana, tusifanye hivi, tufanye hivi ndio mzuri. Kama muko naongea, muko meme langage, muko naongea mamoja, utakutana kila kitu inaendeka mzuri. Lakini wakati hamuko naongea mamoja, hakuna kitu mteza fanya na iendeke. Juu kila mtu atakuwa anapinga mwenzake, anasema huyu akisema tufanye hivi, mwingine anapinga. Na mwingine anasema tufanye hivi, mwingine na anapinga. Unakuta inakuwa jamaa au grupe au societe ya batu benye biko pamoja lakini habiko kwa umoja. Tutaangalia faida gani yenye batu benye wanaikala pamoja na kwa umoja wanapataka. Tulisema faida ya batu benye wanaikala pamoja na kwa umoja. Faida ya kwanza, ile group au famille au societe yenye batu wanaikala pamoja kwa umoja, utakutana iko na maendeleo. Utakutana maendeleo iko juu batu walikala pamoja na kwa umoja. Kusudi mufanye kitu, munaikala, munapatiana mawazo, kila mtu analeta wazo, mwingine analeta wazo, mwingine analeta wazo, juu muko pamoja na kwa umoja, na mnakuta maendeleo inaonekana societe, maendeleo inaonekana mkila kitu yenye mko nafanya. Ingine faida yenye batu wenye wanaikala pamoja na kwa umoja, unakutana ile societe au jamaa au group, unakuta ni group yenye ni societe yenye iko na nguvu. Iko na nguvu yao wanaitosha wapi? Ni mwile umoja yenye biko nayo. Familia yenye iko na umoja ni familia yenye iko na nguvu. Na haiko kila mtu njoo ataweza kiachezea kwa ile familia. Njoo anajua ni familia yenye inakuwaka na umoja. Haiko kila mtu njoo ataweza kiachezea mwile group. Njoo anajua ni group yenye batu banakuwaka na umoja. Au haiko kila mtu njoo atakia kufanya madesordre mwile societe. Njoo anajua batu ya mwile societe banakuwaka na umoja. Manake umoja waleta nguvu. Wakati hakuna umoja hakuwezi kuwa nguvu. Wakati hakuna umoja hakuna maendeleo. Wakati hakuna umoja unakuta munakuwa watu wenye kila mtu ataweza kiachezea kwa gisi anapenda. Nijua anajua kama hamukuwake na umoja na hamupatanaki. Umoja waleta nguvu. Tuangalie tena nini itaweza kuwa makonsekansi ya batu wenye banaishi pamoja na habiko kwa umoja. Jamaa yenye batu wanaikala pamoja na hamuko kwa umoja, unakutana ni jamaa yenye iko fragile, yenye haina nguvu. Jamaa yenye watu wanaikala pamoja lakini hawako kwa umoja, hamutakuwa na nguvu. Juu ya nini? Juu munaikala pamoja lakini hamuko kwa umoja. Munaikala pamoja lakini hamuseme mamoja, hamuna meme langage. Njoo kwenye udhaifu inatokea pale, sababu muko pamoja lakini hamuko kwa umoja.
Neno la Mungu latuonesha hapa ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Ndio vile Zaburi 133 inasema jinsi ilivyo vema na ya kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Sosiete yenye batu biko pamoja na bana umoja ni sosiete yenye haina nguvu na haina maendeleo. Muko pamoja lakini hamuko kwa umoja, ile sosiete haiwezi kuwa na maendeleo. Juu kila mtu iko na pinga mwenzake. Huyu akileta hii wazo, mwingine anampinga. Mwingine analeta hii wazo, mwingine na anampinga. Sosiete yenye batu banaishi pamoja lakini habana umoja, utakutana haina maendeleo. Ndio maana neno la Mungu linasema jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Pale ndio kwenye utakutana baraka za Mungu ziko pamoja na nyie. Wakati mnaikala pamoja na hamuna umoja, baraka za Mungu hazezi kuwa pamoja na nyie. Juu muko pamoja lakini amuseme mamoja na hamuna nia moja. Ingine sababu yenye iteza kuwa ingine consequence ya batu kuikala pamoja hamuna nia moja na hamuko kwa umoja, inaleta umaskini. Kukala pamoja na hamuko kwa umoja inaleta umaskini. Muteza kuwa jamaa ya kabambi lakini juu muko pamoja na hamuko umoja, unakuta ile jamaa haiwezi endelea. Unakuta ni jamaa yenye inakuwaka maskini. Ni juu ya nini? Muko pamoja lakini hamuko kwa umoja. Jamaa yenye batu biko pamoja na biko kwa umoja, utakutana huyu kwa mfano ateza pata $100, mwingine anaweza pata $200, mwingine ateza pata $50, mwingine $30, mwingine $10. Kama muko pamoja na kwa umoja, muteza change ile makuta. Mnasema mwache tuchange makuta hii mwezi tusaidie mtu fulani naye tumuinue, kwa mfano aanze amo biashara fulani. Ile wazo itakuya wakati muko pamoja na kwa umoja. Unakuta munainua umoya wenu, naye anaanza piganisha polepole. Wakati muko pamoja na hamuko kwa umoja, wakati gani njo mutaikalaka munawaza juu ya maendeleo ya jamaa yenu? Hakuna wakati. Na wakati hamutapata wakati ya kuikala muwaze juu ya maendeleo ya jamaa yenu, utakutana jamaa yenu iko nena na bakia tu maskini. Ni juu ya nini? Ni juu muko pamoja lakini hamuko kwa umoja. Neno la Mungu linatuonesha kama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Maana kukaa pamoja na kwa umoja njo utaona baraka za Mungu ziko zinafatana na nyinyi. Ndio vile neno la Mungu linatuonesha. Nini engine teza tuma watu wanaikala pamoja na hawako kwa umoja? Ni kukosewa upendo. Jamaa yenye haina upendo, batu hawapendanake mwa ile jamaa. Kila mtu ni adui ya mwingine. Huyu ni adui ya mwingine, huyu apendake kusikia mwingine. Manake unakuta batu wanaikala biko mujamaa moya lakini hawakuwake kwa umoja. Ile jamaa vile, consequence ya jamaa ya vile haikuwake na maendeleo. Maendeleo ni wakati munaikala pamoja na muko kwa umoja, muko na nia moja. Sagisi abatu yenye balikuwaka na jenga mnara wa Babeli, bali karibiaka kufanyikiwa mu proje yabo, ni juu balikuwaka bote na nia moja na balikuwaka umoja. Manake balikuwaka nasema mamoja, balikuwaka napatana masemi. Huyu akiambia mwenzake nipatie kitu fulani juu nifanye hivi na hivi, ule anamupatia. Na mwingine anaambia mwenzake na we fanya hivi na hivi, naye anaifanya. Unakuta hakuna mtu wa kupinga mwenzake, hakuna vya kupingana, hakuna wa kukontredire mwingine. Unakuta muko na nia moja. Wakati muko na nia moja, unakuta kila kitu muko nafanya iko nafanyikiwa. Njo vile neno la Mungu linatuonesha. Tutakia kutana hata inchi yenye watu wanaikala pamoja na hawako kwa umoja. Hata ile inchi ilikuwa na mali mingi, utakuta ile inchi haina maendeleo. Juu ya nini? Muko pamoja lakini hamuko kwa umoja. Kila mtu iko natafuta faida yake. Tutakutana inchi fulani boye biko pamoja
lakini habana bitu ya mingi sana, lakini jutu biko kwa umoja, unakutana maendeleo iko nonekana mu nchi yabo. Ni mfano ya majamaa vile mujama, wakati jamaa watu wanekala pamoja, hawako umoja. Hata kama ni jamaa yenye ilikuwa jamaa tajiri, utakutana ile jamaa haina maendeleo, ile utajiri haitaendelea. Ni juu muko pamoja lakini hamuko kwa umoja. Utakutana societe yenye batu biko pamoja lakini habiko kwa umoja. Hata kama ilikuwa societe ya kabambi, musiku kidogo utakutana ile societe ilifunga, bitu biliharibika. Ni jua ni batu walikuwa nekala mule biko pamoja lakini hawako kwa umoja. Ndio maana neno la Mungu linasema gisi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Kukaa pamoja na kwa umoja ndio mapenzi ya Mungu. Utakutana jamaa ingine itakuwa jamaa yenye iko maskini, lakini juu bote biko na nia moja, ile jamaa itakuwa na maendeleo. Juu ya nini? Bote biko na nia moja, bote biko na ikala pamoja na biko kwa umoja. Muko na ikala pamoja na muko kwa umoja. Inchi yenye batu wanekala pamoja na biko kwa umoja, utakutana ni inchi ya maendeleo. Utakutana ni inchi yenye kila mtu iko na jiretrouver amo, malgré bateza kwa nasema ile inchi inakuwa ka inchi maskini, habakwake na hivi, lakini unakia kutana ile inchi mnasemaka ndio inchi maskini iko na maendeleo kushindia inchi yenye mnasemaka iko tajiri, hiyo haina maendeleo. Ndio maana umoja inaletaka nguvu. Umoja waleta nguvu. Matengano inaletaka udhaifu. Kwenye batu biko naishi pamoja, na kama kuko umoja utakuta muko na nguvu na muko na maendeleo. Kila kitu mnafanya kama muko na nia moja, unakutana ile kitu iko naendelea. Lakini wakati muko na ikala, muko pamoja na hamuna umoja, hakuna kitu mteza fanya na inaendelea. Hakuna kitu mteza fanya na inaendelea, ni juu muko pamoja lakini hamuko kwa umoja. Bwana Yesu Kristo abariki neno lake. Ilikuwa ni wenu Mama Dodo Furaha Bashokwire kutoka Malawi Palilongwe. Mungu awabariki. Tutaretenire muhii somo yetu ya leo, inasema umoja waleta nguvu, matengano inaleta udhaifu. Kila umoja tujikaze musosiete, tuishi pamoja na kwa umoja. Mujamaa tuishi pamoja na kwa umoja. Magrupe, makundi ya batu tuishi pamoja na kwa umoja. Pale njo tutakuwa na nguvu, pale njo tutakuwa na maendeleo. Mungu awabariki. Tutaomba mbele tumalize. Asante Mtakatifu kwa sababu ulikuwa pamoja nasi, utaendelea kutusaidia tupate kuishi pamoja na kwa umoja, maana umoja ndio inaletaka nguvu, matengano inaletaka udhaifu. Asante Baba kwa kuwa utaendelea kuwa pamoja nasi. Kwa jina lako tunaomba tukiamini, amen. Okipita kembola yo, nabita katina yo, ona eba yo na molino. Na utina baputa disisha muki